Katibu mkuu wa muungano wa kijeshi wa NATO Mark Rutte amesema ni wazi kwamba Urusi inasalia kuwa tishio kubwa kwa jumuiya hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari katika mkutano na mawaziri wa NATO mjini Brussels, Rutte amesema jukumu la kusitisha vita nchini Ukraine liko mikononi mwa Urusi. Ni wazi sasa mpira uko mikononi mwa Urusi, kwa hivyo lazima tuone nini kitatokea. Lakini sitaki kuingilia mazungumzo hayo kwa kutoa maoni yangu. Tutaona jinsi itakavyokuwa. Hadi sasa lazima niseme nimefurahishwa sana na jinsi Marekani inavyoendesha mazungumzo hayo, na wakati ikishirikisha Ulaya na Ukraine. Washirika wa Ulaya wanafuatilia na kujulishwa kinachotokea. Allies very much updated of what they are doing and what is happening. Katika mkutano huo, baadhi ya mawaziri wa Umoja wa Ulaya wametaka Moscow iwekewe tarehe ya mwisho kujibu pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano, lakini Rutte alikataa kubainisha kwamba anaunga mkono pendekezo hilo. Rutte ameendelea kusema kwamba wanachama wa jumuiya hiyo watatumia fedha zaidi katika ulinzi na washirika wengi tayari wameanza kufanya hivyo. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin hajapokea ishara yoyote kutoka kwa mataifa ya Ulaya kuwa yanataka kuanzisha mazungumzo ya kumaliza vita vya Ukraine. Haya ni kwa mujibu wa msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliyenukuliwa na shirika la habari la serikali la TASS mjini Moscow akisema hadi sasa hakuna dalili zozote. Peskov alikuwa akijibu kauli ya rais wa Finland Alexander Stubb aliyependekeza kwamba ama Ufaransa ama Uingereza iwe wakilishi wa Ulaya katika mazungumzo na Moscow. Kufikia sasa Urusi na Marekani zimekuwa zikifanya mazungumzo ya kusitisha vita bila ya kuhusisha mataifa ya Ulaya wala Ukraine yenyewe katika jitihada za kumaliza vita hivyo. Beijing. China imetangaza ushuru wa zaidi ya 30% kwa bidhaa za Marekani, hatua inayozidisha mfarakano kwenye vita vya kibiashara na Rais Donald Trump ambao umeibua hofu ya kushuka kwa uchumi na kuporomoka kwa soko la hisa. Katika mzozo kati ya mataifa hayo makubwa kiuchumi duniani, Beijing ilitangaza udhibiti wa usafiri wa bidhaa adimu na kuwasilisha malalamiko katika shirika la biashara ulimwenguni. China imeongeza kampuni 11 kwenye orodha ya adhabu dhidi ya mashirika ya kigeni, ikiwa ni pamoja na kampuni zinazohusishwa na uuzaji wa silaha wa Taiwan ambayo China inadai kuwa ni sehemu ya mamlaka yake. Canada na China zimekuwa zikiandaa kujibu hatua ya Marekani kuongeza kiwango cha ushuru. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Gaza. Mashambulizi ya Israel leo Ijumaa yamewaua takriban watu 17 katika ukanda wa Gaza, wakati nchi hiyo ikiwatuma wanajeshi zaidi wa ardhini kwa madai ya kupambana na kundi la Hamas. Miongoni mwa waliouawa wengine ni kutoka familia moja katika mji wa kusini wa Khan Yunis. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limesema mfanyakazi wake mwingine mmoja ameuawa akiwa na familia yake nzima huko Gaza. Kupitia taarifa, shirika hilo limesema linahuzunishwa na kufadhaishwa na mauaji ya Hussam Al-Lulu akiwa na mkewe na binti yake mwenye umri wa miaka 28. Lulu ni mfanyikazi wa 11 kuuawa tangu Israel ianzishe vita vyake kwenye ukanda wa Gaza miezi 18 iliyopita. Juba. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amefanya ziara maalum nchini Sudan Kusini kwa ajili ya mazungumzo na viongozi wa nchi hiyo, ikiwa ni ya kwanza tangu kukamatwa kwa makamu wa rais wa taifa hilo Riek Machar na vikosi vinavyomtii Rais Salva Kiir. Waangalizi wa kimataifa wameelezea wasiwasi wao kutokana na mapigano ya hivi karibuni kati ya vikosi vinavyowatii wanasiasa hao wawili. Museveni ni miongoni mwa wadhamini wa makubaliano ya amani ya mwaka 2018 ambayo yalimaliza vita vya Sudan Kusini vya wenyewe kwa wenyewe. Kupitia mtandao wa X, Museveni amesema ziara yake inajiri baada ya kupokea mwaliko kutoka kwa Salva Kiir kwa lengo la kufanya mazungumzo ya amani. Waziri wa mambo ya nje wa Sudan Kusini Mohamed Abdullah Gok
amesema uongozi wa nchi hiyo umemhakikishia Museveni dhamira yake ya kutekeleza makubaliano ya amani. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari iliyokujia moja kwa moja kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Na Alex taarifa ya habari ni Saumu Njama, shukran sana. Miongoni mwa yale tuliokuandalia jioni ya leo, katibu mkuu wa jumuiya ya kujihamia NATO Mark Rutte asema Urusi bado ni kitisho kikubwa kwa jumuiya hiyo. Bara la Afrika latakiwa kutathmini mitaala ya elimu ikiwa bado inakidhi mahitaji ya Afrika katika kwenda na wakati. Na mji wa Goma wakumbwa na changamoto kubwa ya biashara na masuala ya fedha kutokana na kukwama kwa huduma za benki. Kumbuka pia tunapatikana live katika mtandao wetu wa Facebook na YouTube. Vilevile unaweza kuacha ujumbe wako katika mitandao hiyo pamoja na Instagram, alafu baadaye nitakusomea hapa studioni. Moja kwa moja tunaanza na habari kwamba katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO Mark Rutte amesema Urusi bado ni kitisho kikubwa kwa jumuiya hiyo, huku waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio akisema muda si mrefu nchi yake itafahamu kama ukweli Urusi ina nia dhati ya kupata amani kwa mzozo wake na Ukraine. Kauli hizo zimetolewa katika mkutano wa mawaziri wa kigeni wa NATO ambao umefanyika mjini Brussels nchini Ubelgiji. Mengi zaidi kuhusu yaliyojiri kwenye mkutano huo anasimulia Angela Mdungu. Akizungumza baada ya mkutano na mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi washirika wa jumuiya ya kujihamia NATO, katibu mkuu wa jumuiya hiyo Mark Rutte amesema Urusi bado inasalia kuwa kitisho kikubwa katika jumuiya hiyo na kuwa wote wanalifahamu hilo. Amesema suala la kusitisha vita nchini Ukraine sasa liko mikononi mwa Urusi. Katika mkutano huo uliolenga kutafuta njia za kufanya mfungamano huo wa kijeshi kuwa madhubuti zaidi, baadhi ya mawaziri wa Ulaya wameomba Urusi iwekewe siku ya mwisho ya kujibu pendekezo la Marekani la kusitisha vita. Hata hivyo, Rutte hakuweka wazi kama analiunga mkono pendekezo hilo au la. Katibu mkuu huyo wa NATO pia amebainisha kwamba washirika wa jumuiya hiyo wataongeza fedha zaidi kwa ajili ya bajeti ya ulinzi na wengi wao wameshaanza kufanya hivyo. Naye waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amesema nchi yake itafahamu ndani ya wiki chache kama kweli Urusi ina nia ya dhati ya kupata amani katika mzozo wake na Ukraine. Warusi wanafahamu msimamo wetu kwa maana ya kutaka kuvimaliza vita, na tutafahamu kupitia majibu yao kama kweli wanataka kuendelea na amani ya kweli au kama ni mbinu tu ya kuchelewesha mambo. Kama ni mbinu, Rais Trump hana haja na hilo. Hataingia kwenye mtego wa mazungumzo yasiyo na mwisho. Kama kweli Urusi inataka amani, itakuwa vizuri na tutasonga mbele kuelekea kwenye amani. Na kama hawamaanishi, tutatathmini msimamo wetu ili kujua ni nini cha kufanya katika hilo. Amesema hayo baada ya Uingereza na Ufaransa kumshutumu rais wa Urusi Vladimir Putin kuwa anayachelewesha kwa makusudi mazungumzo ya kusitisha vita yanayodhamiria kuumaliza uvamizi wa majeshi yake nchini Ukraine. Kando na kueleza msimamo wa Marekani kuhusu suala hilo, Rubio amesema nchi yake inajihusisha na masuala ya jumuiya ya kujihamia NATO kuliko wakati mwingine wowote. Akizungumzia kauli hiyo, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema hakikisho lililotolewa na Marekani lilikuwa na umuhimu mkubwa, lakini nchi za Ulaya zinapaswa kuwa imara. Shukran sana Angela Mdungu kwa ripoti hiyo. Rais wa Uganda Yoweri Museveni aliwasili Sudan Kusini jana Alhamisi, ikiwa ni ziara yake ya kwanza tangu alipoanza machafuko ya wenyewe kwa wenyewe nchini humo na kukamatwa wiki iliyopita kwa makamu wa rais wa taifa hilo Riek Machar. Amina Abubakar na taarifa zaidi. Museveni alipokewa katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Juba na rais wa Sudan Salva Kiir, ambaye utawala wake umemtuhumu makamu wa kwanza wa rais Riek Machar kuchochea uasi na kumweka katika kifungo cha nyumbani. Kiongozi huyo wa Uganda, ambaye wanajeshi wake walipelekwa Sudan Kusini mwezi uliopita kujaribu kuimarisha usalama wa mji mkuu Juba, hakuzungumzia moja kwa moja mgogoro wa taifa hilo changa duniani. Alipokuwa katika uwanja huo wa ndege, aliwaambia tu waandishi habari kwamba atafanya mazungumzo na Kiir kuhusu
kuhusu uhusiano na ushirikiano wa mataifa hayo mawili. Waziri wa nchi anayehusika na masuala ya kikanda wa Uganda, John Mulimba, alisema mkutano kati ya viongozi hao wawili uliendeshwa vizuri na uligusia mambo mengi ikiwemo uchumi na biashara. We have had a cordial meeting touching on issues. Tumekuwa na mkutano mzuri uliogusia masuala kati ya serikali zetu ambayo ni manufaa kwa serikali zote. Tumegusia suala la amani na usalama kati ya nchi zetu na pia kikanda. Tumejadiliana pia masuala ya biashara, uchumi na jamii. Salva Kiir hata hivyo alidokeza kuwa yeye na mwenzake watajadili pia kuhusu hali ya siasa nchini humo. Ziara ya Museveni imejiri baada ya kufanyika juhudi za upatanishi kutoka Umoja wa Afrika AU na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC zilizofanyika wiki hii kwa lengo la kutafuta njia ya kuachiwa kwa Riek Machar ili kuzuia hali kuwa mbaya zaidi. Riek Machar alikamatwa wiki iliyopita na vikosi vilivyotiifu kwa Kiir, huku waangalizi wa kimataifa wakielezea wasiwasi wao wa kutokea vita vikali zaidi kati ya wanajeshi waliotiifu kwa viongozi hao wawili. Umoja wa Mataifa umekuwa ukihimiza mazungumzo kufikia suluhu ya mvutano huo. Waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga pia alikuwepo Sudan Kusini wiki iliyopita. Alizungumza na Kiir lakini hakuweza kuzungumza na makamu wake wa rais. Hali iliyoko sasa inachochea ukiukwaji wa makubaliano ya amani yaliyofikiwa mwaka 2018 yaliyomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu miaka 5 na vilivyosababisha mauaji ya watu 400,000 wa taifa hilo. Wiki iliyopita naibu mwenyekiti wa chama cha Machar cha Sudan's People Liberation Movement in Opposition SPLMIO alisema kuzuiwa kwa Machar kumefuta makubaliano ya kugawana madaraka yaliyofikiwa mwaka huo 2018 kati ya Kiir na Machar. DW tunavuma kwa kishindo.